Rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu hali ya usalama inayozidi kuwa tete kati ya Israel na kundi la Hezbollah nchini Lebanon, wakidai kuwa juhudi za kidiplomasia za Washington zimefanikisha makubaliano mapya ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii, Trump alisema mazungumzo yake na Netanyahu yalikuwa yenye mafanikio makubwa na kusisitiza kuwa hakutakuwa na operesheni ya kijeshi ya Israel kuelekea mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Kwa mujibu wa Trump, vikosi vyote vya Israel vilivyokuwa vinaelekea katika mwelekeo huo tayari vimeamriwa kurejea nyuma ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano ambayo yangesababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Trump aliendelea kueleza kuwa sambamba na mazungumzo yake na Benjamin Netanyahu, pia kulikuwa na mawasiliano yaliyofanyika kupitia wawakilishi wa ngazi za juu kati ya Marekani na Hezbollah, ambapo kundi hilo liliripotiwa kukubaliana na kusitisha mashambulizi dhidi ya Israel kwa masharti kwamba Israel nayo itaacha kushambulia maeneo yanayohusishwa na kundi hilo nchini Lebanon. Kwa mujibu wa Trump, makubaliano hayo yanalenga kuzuia hali ya sasa ya mivutano kugeuka kwa vita kamili kati ya Israel na Hezbollah ambavyo vinaweza kuhusisha mataifa mengine Mashariki ya Kati. Hata hivyo, madai ya Trump yameibua maswali kutokana na kutokuwepo kwa uthibitisho wa haraka kutoka Hezbollah au serikali ya Lebanon kuhusu uwepo wa makubaliano rasmi ya kusitisha mapigano. Kauli hiyo ya Trump imekuja wakati Iran ikiendelea kutoa tahadhari kali kwa Israel kuhusu uwezekano wa kupanua mashambulizi ndani ya Lebanon. Makao makuu ya kijeshi ya Iran yalitoa onyo kwa wakazi wa kaskazini mwa Israel yakisema wanapaswa kuondoka katika maeneo hayo iwapo Israel itatekeleza vitisho vyake vya kushambulia Beirut pamoja na kitongoji cha Daniel, eneo linalochukuliwa kuwa ngome kuu ya Hezbollah. Mchanganyiko madai ya Trump kuhusu usitishaji mapigano na maonyo makali kutoka Irani unaonyesha kuwa Mashariki ya Kati bado ipo katika hali ya tahadhari kubwa, huku hofu ikiendelea kuwepo kuwa hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Beirut inaweza kusababisha mzozo mpana zaidi unaoweza kuhusisha moja kwa moja Iran, Hezbollah, Israel na washirika wao wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.